Katika kipindi cha mwezi Machi 2026 tumefanikiwa kukamata jumla ya kilogramu 1983.31 za dawa mbalimbali za kulevya, kemikali bashirifu, dawa tiba zenye asili ya kulevya na kuteketeza ekari 55.5 za mashamba ya bangi. Katika operesheni hizo jumla ya magari 9, pikipiki 12 na bajaji moja vilikamatwa, huku watuhumiwa 77 wakikamatwa kuhusiana na dawa hizo. Uchunguzi wa takwimu hizi umebaini uwepo wa ongezeko la ukamataji wa dawa za kulevya aina ya mirungi katika maeneo mbalimbali nchini tofauti na miezi iliyopita. Kiasi cha mirungi kilichokamatwa mwezi Machi ni kilogramu 1267.12 sawa na asilimia 64 ya dawa zote zilizokamatwa mwezi huo. Hali hii inaonyesha mamlaka kujikita katika operesheni za dawa za kulevya za mashambani baada ya kufanikiwa kudhibiti mitandao ya dawa za kulevya za viwandani. Baadhi ya matukio ya ukamataji yaliyofanyika katika maeneo mbalimbali nchini ni kama ifuatavyo. Mkoani Pwani tulikamata mirungi yenye uzito wa kilogramu 419.09 ikiwa inasafirishwa kuelekea jijini Dar es Salaam. Mkoani Mwanza kwa kushirikiana na maafisa wa forodha tulikamata kilogramu 52 za mirungi katika kizuizi cha barabarani cha Magu pamoja na bandari ya Mwanza South iliyokuwa inasafirishwa kwa kutumia gari aina ya Fuso yenye namba za usajili T 296 APA. Dawa hizo zilikuwa zimefichwa katikati ya mizigo mingine ikiwemo mabelo ya nguo za mitumba. Katikati ya tukio hilo, Hassan Abdul Hassan mwenye umri wa miaka 37, mkazi wa Mahina Nyamagana, ambaye ni dereva wa gari hilo alikamatwa. Aidha, katika mtaa wa Nyaruhama, kata ya Usagara, wilaya ya Misungwi mkoani humo, tulikamata kilogramu 188.9 za mirungi zilizowahusisha watuhumiwa Crispin Shaw mwenye umri wa miaka 62 na mkewe Esther Pastori mwenye umri wa miaka 55. Dawa hizo zilibainika ndani ya nyumba na katika vyombo vya usafiri ambavyo ni gari aina ya Toyota Crown yenye namba za usajili T 742 EJL, Toyota Wish yenye namba za usajili T 854 DXB pamoja na bajaji yenye namba za usajili MC 261 EZV. Mkoani Tanga tulikamata kilogramu 32.95 za mirungi ikiwa imefichwa ndani ya mfuko na kuchanganywa na maembe. Katika tukio hilo, Seifu Hassan Omari mwenye umri wa miaka 38 maarufu kwa jina la Haniwao, mkazi wa mtaa wa Taifa barabara ya 13, ambaye pia ni mjumbe wa serikali ya mitaa alikamatwa. Katika operesheni nyingine zilizofanyika mkoani humo, jumla ya kilogramu 164.01 za mirungi zilikamatwa katika matukio tofauti. Vile vile, mkoani Arusha katika kijiji cha Ingikareti, wilaya ya Longido, tulikamata kilogramu 106.25 za mirungi ikiwa inasafirishwa kwa kutumia gari aina ya Toyota Wish yenye namba za usajili T 889 DPG. Katika tukio hilo, watuhumiwa Solomon Koholo mwenye umri wa miaka 38, diwani wa kata ya Kimokoa, pamoja na Lameki Kukuu mwenye umri wa miaka 38 walikamatwa. Katika mahojiano ya watuhumiwa hao waliokamatwa Tanga na mkoani Arusha, ilibainika kwamba wasafirishaji wa dawa za kulevya wameamua kutumia viongozi hao ili kuweza kusafirisha dawa hizo kirahisi wasiweze kukamatwa. Aidha, katika matukio mengine yaliyofanyika mkoani humo, jumla ya kilogramu 138.42 za dawa za kulevya aina ya mirungi zilikamatwa. Mkoani Kilimanjaro katika eneo la Himo na Same tulikamata kilogramu 68.3 za mirungi zikiwahusisha watuhumiwa wawili ambao ni Amini Elitwaza Mazua mwenye umri wa miaka 58 maarufu kwa jina la Mbaruku, mkazi wa Tae Same, na Wilbrad Fidelis Mchau mwenye umri wa miaka 50 mkazi wa Jiapanda Himo. Sambamba na kudhibiti mirungi, tulikamata pia aina nyingine ya dawa za kulevya katika maeneo mbalimbali nchini kama ifuatavyo.
Jijini Dar es Salaam kwenye hosteli ya wanafunzi iliyopo mtaa wa Nyasa, Kijitonyama, tulikamata pakiti 144 za bangi aina ya skanka. Katika tukio hilo tunamshikilia Semvua Sangi mwenye umri wa miaka 31, msimamizi wa hosteli hiyo, ambaye dawa hizo zilipatikana ndani ya chumba chake katika hosteli hiyo. Pamoja na dawa hizo, mtuhumiwa alikutwa pia na kifaa anachokitumia kuchanganya bangi hizo na kuzichakata kabla ya kuzifunga kwenye paketi ndogo ndogo na kuzisambaza. Tukio hili linaashiria uwepo wa mienendo ya biashara ya dawa za kulevya katika maeneo yanayozunguka taasisi za elimu. Hivyo, tunatoa wito kwa jamii, hususani wamiliki na wasimamizi wa makazi ya wanafunzi kushirikiana na vyombo vya dola kuhakikisha mazingira ya wanafunzi yanabaki salama bila kuwepo na dawa za kulevya. Pamoja na hayo, tunachukua hatua kali za kisheria kwa mtu yeyote atakayebainika kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya bila kujali hadhi na nafasi yake katika jamii. Hii ni kutokana na kwamba baadhi ya wasafirishaji wa dawa za kulevya na wahalifu wao wanajaribu kutumia viongozi na watu wengine wenye umaarufu katika jamii kubeba dawa za kulevya, wakiamini kwamba wanapopita katika hizo barabara au katika usafirishaji wa dawa za kulevya wanaweza wakafanikiwa kuzifikisha wanakotaka kuzifikisha bila kukamatwa. Lakini tunatoa onyo kwa watu wote ambao wanatumika kwa namna moja ama nyingine kusafirisha dawa za kulevya kwamba tutaendelea kufanya operation na tutaendelea kuwakamata bila kujali hadhi zao na bila kujali umaarufu wao katika jamii, kwani sheria ni msumeno na inahakikisha kwamba sheria haiangalii anayefanya kosa ana hadhi gani katika jamii. Hivyo mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya itaendelea kufanya operation zote za mashambani, vijijini, kwenye maji pamoja na kwenye mipaka ili kuhakikisha kwamba dawa za kulevya nchini Tanzania zinaendelea kuisha kama ilivyofanikiwa katika dawa za viwandani.